Awi. Ngoja nione kama mnakumbuka vizuri. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Kumbe bado zinachaji. Sawa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa heshima na taadhima, naomba nikukaribishe sasa uweze kuzungumza na hadhara hii, hususan wanafunzi ambao wako mbele yako hapa, ili wape ujumbe kutoka kwa Mheshimiwa Rais, lakini pia neno lako la kuwatia moyo pamoja na hamasa wao pamoja na walimu wao. Karibu sana Mheshimiwa. Hebu mtufuatishe tena. Mtufuatishe, twende. Twende. Tuna imani na Samia. Oya, oya, oya. Tuna imani na Samia. Oya, oya. Kweli Samia. Kweli Samia. Sasa niliona hapo kuna rafiki zangu hapo nawaambia imbeni, hawataki kuimba. Nilikuwa na wahesabu hapo kadhaa, hawataki kuimba. Ukiwa na tabia za namna hiyo, utapishana na fursa nyingi sana kwenye maisha yako. Unavoishi kwenye group, wenzio wote wanasema tunaenda kucheza football, wewe unasema mimi siwezi. Hata kama sio mcheza football, wenzio wanasema leo tunacheza bweni zima, nenda kachukue namba. Hata ukimbie wapi? Uwanjani. Yaani kwa sababu unajua tatizo la maisha, kila siku moja unayoishi hairudi. Hapa tunasema tuimbe hapa kidogo Samia nani. Ukikaa hivi, yani hiyo imepita, hairudi. Kesho utakutana na mambo mapya. Kwa hiyo wakati fulani, kwa kadri mtakavyokuwa mnakuwa watu wazima, mtajifunza kwamba mnapokuwa mko kwenye mazingira mbalimbali, lazima mjifunze kushiriki vitu mbalimbali. Sasa tukikwambia hapa imba kidogo, unaona huimbi, wewe kwa sisi ambao tunafahamu mambo, tunajua kesho utakuwa na mke na watoto pale nyumbani, wewe utakuwa hata uzungumze na mke na watoto. Wewe unaingia tu nyumbani hivi, baba nimeingia. Kumbe haya maisha yalishapitwa na nini? Na wakati. Baba wa sasa lazima uingie nyumbani, watoto wakukimbilie, wakurukie, ukae nao hapo ardhini, mchore pamoja, wafundishe vitu mbalimbali. Kama ni mtoto wa kiume, nenda naye kwenye majani, go and crawl with him, mfundishe mambo ya kiume. Kama ni mwanamke, atafundishwa wakati fulani mambo yanayohusiana na wanawake na kadhalika na kadhalika. Ndivyo ambavyo tamaduni zetu zilivyo. Kwa hiyo ukiona hapa ufanyi, jua hata mtoto wako kukimbiliana naye utaogopa kukimbiliana naye, kwa sababu huna hiyo confidence kuijenga. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Samia safi. Sasa ndugu zangu, nimekwisha tambulishwa. Mimi naitwa Julius Sunday Mtatiro. Dhamana yangu kwa sasa ni mkuu wa wilaya ya Shinyanga, lakini kabla sijawa hapa nimekuwa mkuu wa wilaya ya Tunduru, mkoa wa Ruvuma kwa miaka 5 mfululizo. Na kwa hiyo ni mwaka wa 6 nina bahati ya kuwa mkuu wa wilaya, lakini pia nimeambatana na kaimu katibu tawala wa wilaya, yuko hapa ndugu yangu Gideon, lakini pia nimeambatana na kaimu mkurugenzi mtendaji wa wilaya, dada yangu Mary Maka, nadhani yuko around. Dada Mary ametoka? Oh, yuko. Sawa. Nimeambatana na dada Mary, huyu hapa ndio kaimu mkurugenzi mtendaji. Lakini pia nimeambatana na watumishi wengine waandamizi katika ngazi ya halmashauri. Lakini nitambue uwepo wa mkuu wetu wa chuo, nitambue uwepo wa watumishi wa chuo hiki, nitambue uwepo wa wanahabari, na nitambue uwepo wa vijana. Lakini kipekee na kimsingi wenzetu wa Jambo FM ambao ndio walikuwa na mawazo haya, na mpaka leo tumeweza kufika hapa, na bado tuna safari ya kwenda kwenye miradi mingine mingi sana.
Kwa hiyo niwapongeze sana Jambo FM kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kuifanya hapa Shinyanga. Mimi nina maswala machache tu ya kuweza kuzungumza. La kwanza, nyinyi kama vijana na vijana wa taifa la Tanzania, lazima mjue kwa nini leo mko hapa kwenye hiki chuo kwa wingi wenu. Mko hapa kwenye hiki chuo kwa sababu Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya maamuzi ya kipekee sana mwishoni mwa mwaka 2021 kulitangazia taifa na kutoa maelekezo kwetu sisi wasaidizi wake kuhakikisha ya kwamba vyuo vyote vya maendeleo ya jamii vinaanza kazi maalum ya kupokea vijana mbalimbali ambao kwa namna moja ama nyingine ndoto zao za kimasomo hazikutimia. Whether ilikuwa ni sekondari haikutimia, whether mwingine ameishia darasa la 7 hakuendelea tu sekondari lakini hakuwa na changamoto yoyote, lakini vyuo hivi vinatoa fursa kubwa kwa ajili hiyo. Na naomba tumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa shukrani na pongezi za kutosha. Inahitaji mwanadamu mwenye uthubutu kufanya uamuzi wa namna ile. Zamani katika nchi yetu ilikuwa kwa mfano mtoto wa kike akishindwa kusoma kwa sababu ya changamoto zozote za kifamilia, amekatiza masomo, amekutana na changamoto kubwa huko mtaani, akaharibiwa maisha yake na kadhalika, ilikuwa anafika mwisho, anageuka anakuwa mama wa nyumbani, wakati mwingine na baba naye amesepa na kadhalika. Kijana wa kiume naye hivyo hivyo, akikutana na changamoto akikwama, amefika mwisho. Lakini aliyekuja kutoa fursa za kufufua ndoto na matumaini ya mtoto wa kike na wa kiume wa Tanzania ambaye amepitia katika changamoto zozote zile, lakini bado ana fursa ya kukutana na fursa kubwa za kimaisha na kutimiza ndoto zake. Mtu aliyetimiza malengo hayo ni Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mimi kama mkuu wa wilaya nimejionea mengi. Toka kule nilipokuwepo Tunduru nimekaa miaka 5 na hata hapa Shinyanga ambako nimeshakaa mwaka mmoja. Nimeona kazi kubwa ambayo imeendelezwa na Mheshimiwa Rais. Na katibu wa wanafunzi nadhani amekuja hapa, amezungumza namna ambavyo wao kama vijana ama nyinyi kama vijana mnaona namna ambavyo Rais ameweza kurekebisha fursa zenu na kuweza kuzipeleka mbele. Ninachowaomba kwa niaba ya serikali, shikilia hapo hapo. Fanya nini? Shikilia hapo. Kama wewe ndoto yako sasa inarejea, unapambana kujenga ujuzi kwenye upande wa umeme, shikilia hapo, usiachie. Acha mambo mengi. Nataka kukuambieni, acha mambo mengi. Huwa mara nyingi nazungumza na nyinyi watoto wa kiume na watoto wa kike kwamba utakavyoenda mbali zaidi, kuna mambo unayarukia hapa unayavuruga. Kwa kadri unavyoenda mbali zaidi, kama unataka kuona raha ya maisha, nenda mbali zaidi. Yaani watu ambao tunasikia raha ya maisha ni sisi ambao tumeshakuwa watu wazima. Yaani unapata raha ya maisha, unafanya mambo yako, unafungua mradi wako. Labda umepata bahati, umeajiriwa serikalini, umeajiriwa sekta binafsi, umeteuliwa, unakwenda kwenye shamba lako kwa uhuru. Sasa hivi hapa ukirukia mambo ovyo ovyo, kuna mambo hayataenda sawa sawa. Kuna watu wako hapa anangangana, ameshaona katoto kakike pale, anataka arukia haraka. Unaenda mbio sana. Yaani bado kuna watoto kike utakutana nao wakali sana mbele ya safari, tafuta hela kwanza. Unarukaruka sana wewe. Unawaisha mambo, unaharakisha mambo. Kuna watoto wa kike hapa, wengine wameshapitia katika changamoto mbalimbali. Shikilia hapa kwenye hiki ulicho, shikilia. Tafuta kwanza siku moja uweze kutoka, una cherehani zako 2-3 zimekaa pale, una mafundi 2 umeongeza pale umeajiri, na wewe ndio bosi, una mashine yako. Ikifika jioni una faida 40,000, kwa mwezi una 1.5 milioni, unaanza kupandisha msingi wako. Mwanaume wa ndoto zako ataanza kujileta yeye mwenyewe akiwa na uwezo mkubwa kukushinda wewe. Acha kurukia mambo. Kirukia mambo mnakosea, kuna maisha makubwa zaidi Mwenyezi Mungu amewapangia. Kosa letu huwa tunangangana kurukia. Ukirukia Mwenyezi Mungu anasema bado, acha akutane na balaa.
Kwa hiyo nilikuwa nawaambia watoto wa kiume na watoto wa kike, fursa hii ambayo ameitoa Dr. Samia Suluhu Hassan ya nyinyi kuweza kuendeleza taaluma zenu, ujuzi wenu mbalimbali na kadhalika, ninawaomba fursa hii muweze kuishikilia. Na tena niwatanie sasa, nyinyi ambao mko hapa chuo cha maendeleo ya jamii, mwanangu pale mmoja anasoma ufundi wa ushonaji, mwingine anasoma kompyuta, mwingine anasoma mabomba, mwingine anasoma umeme na kadhalika. Hivi unajua nyinyi mna maisha muhimu kuliko ambaye sasa hivi yuko chuo kikuu anasoma degree. Unajua? Wewe hiyo kitu unajua? Yaani wewe hapo ulipo una kakako mwingine sasa hivi anasoma degree chuo kikuu. Sawa eh? Sawa, kusoma degree ni jambo zuri sana. Mimi mwenyewe nimesoma ma degree ninayo kadhaa. Sawa eh? Lakini nataka nikwambie wewe ukimaliza hapo kazi ya ufundi wa bomba, na yule akamaliza degree yake kule amesoma degree ya elimu. Hivi unajua yule mwenye degree ya elimu anarudi na cheti nyumbani, anasubiria kwenda kubisha hodi shule hadi shule ili apate nini? Apate ajira. Wewe ukiweka bango pale barabarani, fundi bomba 0787 53 6759, simu zinaingia zenyewe. Bwana pana mabomba yameharibika huku, unafika unatazama pale kazi. Sawa, hapa utanunua 1 2 3, utanunua koki na hii na hii na hii, gharama yangu ya ufundi ni 120,000. Mzee nina 50,000 kwa kweli kazi sifanyi, kazi njema. Basi ninapandisha 80 ya kazi sifanyi. Nina laki, laki nitafanya. Mzee nunua vifani pigi hapa kazi. Hujachukua laki? Kuna mwingine ana cheti chake cha degree, anazunguka nacho hodi mkuu wa shule. Nataka kuja kufundisha historia, walimu wamejaa. Hodi hapa nataka kufundisha historia kitu gani? Walimu wamejaa. Anahangaika miaka 3 4. Huyu anayehangaika na cheti uwezi ukamfananisha na mtu ambaye yuko anashona. Kwa mfano mimi hawa mafundi tu wa ushonaji ninawaona maeneo mbalimbali. Mtu akishakuwa fundi, akishakuwa na ujuzi, huyo hulingani naye. Ndio maana mataifa kama China yamewekeza zaidi kwenye ufundi kuliko kitu kingine. Na ndio maana sasa hivi Dr. Samia Suluhu Hassan pia na yeye anawekeza mikakati yake, watoto na vijana wetu wajifunze ufundi, wajifunze ujuzi. Ndio maana hivi sasa Dr. Samia amefanya utaratibu mzuri kuweza taifa letu liweze kuwa na mitaala mipya ya elimu ambayo pia itapelekea tuweze kushikanisha elimu ya kawaida ya darasani pamoja na masuala ya nini? Ya ufundi. Dr. Samia safi. Kwa hiyo utakuwa ni mtu wa ajabu sana, umepata bahati ya kuwa maendeleo ya jamii kwa hisani ya Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan. Alafu nasema unajua wengine wako chuo kikuu kule wanakula raha. I say wewe ambaye unang'ang'ana na ujuzi mbalimbali ndiye ambaye una uhakika wa kupata kipato kikubwa. Nitawapa mfano. Mlikuwa mnaambiwa hapa kwamba usikate tamaa, simamia ndoto zako. Nitawapa mfano kwamba Mungu alivyotupangia sisi wanadamu, ametupangia uwezo usio wa kawaida. Mnajua hicho kitu? Mnajua hicho kitu? Ametupangia uwezo usio wa kawaida. Na nimalizie na mifano dhahiri. Mfano wa kwanza ambao nataka kuwapatia. Kuna mtu anakutana na changamoto fulani katika maisha. Wazazi wameshindwa kumsomesha. Mwingine aliingia kwenye makundi mabovu aka drop out, akaacha shule. Kuna mtoto wa kike mwingine alijisahau akajikuta amekuwa mjamzito, ameacha shule na kadhalika. Mwingine hakuchaguliwa kuendelea na masomo. Nataka kuambia Mwenyezi Mungu amepanga ndoto zako vile vile, bila kujali changamoto unayopitia kwenye familia wala hapa ulipo leo. Haijalishi. Haijalishi kabisa. Kesho na kesho kutwa una nafasi ya kusimamia ndoto zako. Mimi nilivyohitimu kidato cha 6 nikachaguliwa kujiunga na masomo ya sheria chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nilipofika chuo kikuu cha Dar es Salaam, mimi nataka nipate mkopo wa 100%. Alafu nakuta kwenye sheria uwezekano wa kupata mkopo wa 100% haupo. Alafu nikakuta pale chuo kikuu cha Dar es Salaam wameorodhesha kozi ambazo ukizisoma
ndio utapata mkopo wa 100%. Hata nikawaza, nikasome sheria ili mzazi atakiwe kuja kulipa labda 500,000 ama milioni 1 shuleni. Mzazi angeambiwa hivyo, maana yake ni kwamba mimi ningeacha masomo ya chuo kikuu. Kwa hiyo nikatumia akili ya kawaida ya kuzaliwa, kwa sababu natambua kwetu ni wapi. Nikasema hapa mzazi akiambiwa lete tu 300,000 chuoni, sisomi kwa mwaka. Kwa hiyo nikasema lakini mimi sina akili timamu we. Hapa si niko chuo kikuu we. Nikauliza utaratibu wa kubadilisha kozi, wakasema tarehe ya mwisho ni hii, unabadilisha kozi kwenda kozi yoyote kulingana lakini na ufaulu wako. Kwa hiyo mimi nikasema naenda kusoma kozi ya elimu. Sio kama unanielewa ili nipate mkopo wa 100%. Wakati wa serikali natafuta walimu. Kwa hiyo nikaenda nikajiunga na kozi ya walimu. Nikasoma Bachelor of Arts with Education kwa miaka 4. Nikamaliza ile degree yangu. Tulivyomaliza sisi wakati wetu ilikuwa unapangiwa moja kwa moja. Nakumbuka nikapangiwa shule moja Tabora kwenda kufundisha shule ya sekondari. Lakini mimi sikuwa na ndoto za kuwa mwalimu, pamoja na kwamba napenda sana ualimu. Nikasema hapana, ngoja kwanza niingie mtaani nipambane. Kwa hiyo nikaingia mtaani nikawa napambana na maisha. Lakini mimi natoka kwenye familia maskini. Labda hapa hakuna mtu anayetoka kwenye familia maskini kwenu nyinyi. Nyinyi watoto wa sasa. Sidhani kama nyinyi mmetoka kwenye familia maskini kama sisi. Labda hao wenzangu kuna ambaye anaweza kama ametoka kwenye familia maskini kunishinda mimi. Yaani tunashindana kwa umaskini huku juu. Lakini nyinyi hapo hamna ambaye ametoka kwenye familia maskini kuliko ambayo nimetoka mimi hata mmoja. Sababu mimi nimetoka kwenye familia ambayo inafikia wakati mnasonga ugali, unga mnao kidogo, mnasonga ugali. Alafu mkianza kusonga ugali, mnakumbuka kwamba mboga haipo toka juzi. Na mnakumbuka kwamba mnapaswa kuchemsha maji ya moto kidogo na pilipili na chumvi. Kwa hiyo unakata ugali, unachovya kwenye nini? Hayo maisha nimeyaishi. Maisha ya mama anapika vitumbua. Mimi ni mtoto wa kiume, nabeba vitumbua naenda nakaa kwenye soko. Unajua mama ndio wanauza vitumbua? Mimi nimeuza vitumbua sana na wamama peke yangu. Kwa hiyo nakuta kabati la mama alafu nafuata la kwangu. Mimi niko pale na vitabu vyangu. Alafu wanafuata wamama. Wakipita wanaume wanasema huyu ni mwanamke. Mwanamke mwenzao amekaa nao hapo. Kwa hiyo naambiwa kila aina ya maneno ya kifodhuli. Lakini mimi nilikuwa sitikisiki kwa sababu nilikuwa najua familia yangu lazima nishiriki kupambana kuwasaidia wazazi wangu kuendesha maisha. Wangapi wanajua kusenya? Mnajua kusenya? Kusenya kuni mnajua? Kujitisha kichwani. Nimesenya sana. Mimi na dada zangu na kuni kichwani. Wangapi mnajua mboga inaitwa mgagani? Mnaijua? Nimechuma sana, nimebeba sana kwenye mabeseni na kuzunguka kuuza sana mgagani. Sio kama mnanielewa Hivi mnajua maana ya maisha? Unaona maisha alivyo? That is my background. Lakini nilikuwa na ndoto kubwa katika maisha yangu. Nilikuwa najua yale yanayopitia hayahusiani na ambacho Mungu amenipangia kesho. Ambacho Mungu amekupangia kesho ni struggle yako. Sijui mnanielewa nyinyi watoto? Ni mapambano yako binafsi. Kuna mwingine ulikuhamishwa, ukafanyaje, umejikuta ukuendelea mbele. Umekuja hapa umejiunga katika chuo unasoma kozi fulani, Mungu amepanga ndoto kubwa na wewe. Sio kama mnanielewa watoto? Kwa hiyo shikilia ndoto zenu. Kwa hiyo mimi zamani ndoto yangu ilikuwa nataka kuwa mwanasheria. Haikunizuia. Kwa hiyo nilivyoingia mtaani nikasoma degree ya pili kwa maana ya masters. Lakini nilivyomaliza nikaona sasa nimekuwa na uwezo mzuri, nimeanza kujenga familia yangu, nina nafasi, nikasema sasa natimiza ndoto yangu. Narudi kusoma sheria. Lakini nimesoma degree yangu miaka 3 nimemaliza. Nimekwenda shule ya sheria kwa maana ya law school nimemaliza mpaka nikawa wakili. Sio kama mnanielewa Hata nawaeleza hii ujue kwamba ndoto zako nazo wewe mwenyewe. Sio kama mnanielewa? Kwa hiyo niliona niwapatie mfano huu halisi ili mjue namna ambavyo maisha yanavyoendeshwa. Na mjue kwamba maisha sio lele mama. Ukipata fursa kama hii mlionayo, itumie, maliza ndoto zako, jenga ujuzi wako, jiendeleze. Kuna mwingine yuko hapa leo. Anasoma hapa, alimaliza darasa la 7. Wangapi wana elimu ya darasa 7 peke yake? Naomba mkono juu. Elimu ya darasa 7 peke yake. Hamna hata mmoja. Au na watoto wa darasa 7?
Kwa hiyo ishia la 7 wakaja kwenye fani. Walio ishia darasa 7. Hata hiyo mnaogopa. Mimi mwenzenu nilikuwa nabeba madishi ya nani? Madishi ya nini yale? Ya mboga na visamvu. Nyie kusema uko la 7 pin point moja, hamna hata moja. Wali pin point moja ambaye 1 person. Hawa wapo. Ama mnadanganyana wote ni form 4. Wewe. Njoo. Wewe una miaka mingapi rafiki yangu? 17. Umehitimu form 4? Umesha form ngapi? Form 2. Sasa hauna cheti cha form 4. Hauna cheti cha form 4. Niwaambie siri moja ya maisha. Usione aibu. Yaani usione aibu kama hapa je nilikuwa nataka nimchukue yule wala 7. Umeshapoteza nini? Poteza fursa. You are what you are. You are who you are. Usione aibu. Usione aibu, sio kama mmenielewa eh? Hivi mimi nilivyokuwa naambia hapa nilikuwa nauza vitumbua, nimeona aibu? Usione aibu. Mtu anayeona aibu anachelewa sana kupata mafanikio. Express yourself. Umekaa na wenzio kama wewe ni mtoto wa kike, ulikwama kwa sababu ulipata ujauzito na mtoto nyumbani, share with your fellows, wakujue. Wala usifiche. Utaishi maisha rahisi sana kwa sababu sio hujaua mtu, sawa eh? Let your fellows knows you. Lakini ukijificha ficha unachelewesha sana katika maisha yako, sawa sawa? Yeah. Kwa hiyo nilikuwa nataka tu niwapatie hiyo mifano ili mjue kwamba ndoto zenu umezishikilia nyinyi wenyewe. Dr. Samia kazi yake ni kurekebisha ndoto hizi ziweze kuwa uhalisia. Kwa hiyo shikamaneni na zile taaluma ambazo mmekuja hapa kuzifanyia kazi ili mwisho wa siku muweze kufikia ndoto zenu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kupitia hii forum nadhani nayo mambo matatu ama manne ya kuagiza. La kwanza, na kwa sababu Kaimu Dasi huko hapa na Kaimu MD mko hapa, kwanza nataka kufahamu hivi vyuo vya maendeleo ya jamii kwa maana ya SHA DC na SHA MC viko vingapi? Nataka kufahamu. Cha pili nataka kufahamu kila chuo kina capacity gani? Kina capacity ya kuchukua watoto wangapi wa fani zipi? Na jumla kila chuo kinapaswa kuchukua watoto wangapi? Tatu, nataka kufahamu watoto walioko current ni wangapi? Mahitaji ya watoto wanaohitajika kujiunga na hivyo vyuo ni watoto wangapi? Hiyo ni eneo A. Na hiyo pia ihusishe vyuo vya ufundi ambavyo pia ni private kama viko hapa kwenye wilaya yetu. Kwa hiyo ni la kwanza. La pili, ninafahamu pana watoto walimaliza kidato cha 4 mwaka jana hawajaendelea na masomo. Kuna waliohitimu darasa la 7 mwaka jana hawajaendelea na masomo. Kwa hiyo nataka upangwe mkakati wa haraka kushirikisha halmashauri zote mbili na mnipangie kikao mkakati na timu zetu za waandamizi kwenye halmashauri zetu ili tuje kuona database ya wale watoto ambao hawakwenda form 1 na wale ambao hawakwenda form 5 ama kwenye vyuo vingine. Kwa sababu hawa watoto tutakuwa tuna kazi nao. Tukishakamilisha hiyo data sasa, tutatoa maagizo ya kiwilaya. Wale watoto wote na zile familia na wazazi waandikiwe barua za kujiunga na fani mbalimbali katika vyuo vyetu hivi ambavyo Dr. Samia amevijenga. Kwa sababu chuo hiki kinahitaji kuwa na watoto takriban 200. Lakini nimeambiwa kwamba kina watoto takribani 82. Kwa hiyo bado kina nafasi zaidi ya 120. Lakini nimeambiwa kwamba hiki chuo Dr. Samia Suluhu Hassan ameleta hapa zaidi ya milioni 800 kukiboresha hiki chuo. Hata unaweza ukajiuliza rais anaweza kuleta milioni 800 alafu kuna watu hawajaenda kokote kule, wako tu mtaani. Tunatengeneza taifa la namna gani? Kwa hiyo mimi kama kiongozi mwenye dhamana ya wilaya pamoja na wenzangu tunaenda kukaa vikao vyetu haraka sana ili kuhakikisha kwamba tunaongeza nguvu na hivi vyuo viweze kuwa na watoto wa kutosha. Hata Dr. Samia mwenyewe akipita hapa siku moja
ama akiomba ripoti aambiwe Mheshimiwa Rais, kile chuo ulichojenga kinachoweza kuchukua watoto 200 sasa kina watoto 300 na hatuna nafasi, tunaomba utuongezee hela tujenge chuo kingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo naomba hilo zoezi, hizo taarifa zote na hizo data nizipate. Najua leo ni tarehe 21, tunakwenda wiki ijayo. Ninatoa siku za kazi 3 peke yake, Jumatatu, Jumanne na Jumatano ya wiki ijayo. Maana ni kwamba Alhamisi wakurugenzi waje mbele yangu wakiwa na hizo data muhimu ambazo nimeziomba. Waje mpaka na data za watoto ambao wamehitimu darasa la 7 na wapo hawajaenda popote, na wale ambao wamehitimu form 4 wapo na hawajaenda popote. Na tufanye wiki ya Alhamisi ya wiki ijayo ili tuweze kutoa maelekezo ya serikali kuhakikisha kwamba tija ambayo rais wetu ameifanya wa kujenga vyuo kama hivi inaweza kuendelea kuwa na maana, kwa sababu hakutakuwa na maana ya kuwa na vyuo hivi kama vina chini ya nusu ya wanafunzi ambao walihitajika kuwa mahali hapa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Samia safi. Na mwisho nataka kuwashukuru sana Jambo Group of Companies, unipelekea salamu kwa mkurugenzi mkuu pamoja na wakurugenzi waandamizi kwamba Jambo wanafanya kazi kubwa sana, na kwamba mimi kama mkuu wa wilaya natambua kwamba Shinyanga isingekuwa hivi ilivyo bila pia mchango wa Jambo Group of Companies katika maeneo mbalimbali kama ya ajira, upashanaji habari, utengenezaji wa bidhaa zenye nembo ya Shinyanga pamoja na Jambo, kuifikia jamii na kuisaidia, pamoja na mambo mengi ambayo Jambo Group of Companies inafanya. Kwa hiyo kwa niaba ya serikali tunathamini mchango huo na tunaomba ya kwamba initiatives za namna hii ziweze kuendelea. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hebu piga kale ka wimbo, nataka nione ambao hawaimbi pale. Nataka nione wale ambao watakuwa hivi. Oya. Watu angalia ambao hawaimbi pale. Angalia ambao hawaimbi pale. Bali kague hapa ambao hawaimbi.